katika hotuba yetu tutakumbushana anwani inayosema kanuni za maamuzi katika maisha. Ndugu yangu mtukufu, muumini wa dini ya Kiislamu, katika maisha yetu ya kila siku tunakabiliana na mambo mbalimbali katika maisha yetu. Tunakabiliana na matukio tofauti tofauti katika maisha yetu, matukio ambayo yanatupelekea sisi tuweze kufanya maamuzi katika matukio hayo, hasa matukio yaliyokuwa mazito, matukio makubwa kabisa katika maisha yetu, kiasi ambacho kitatufanya sisi tuweze kuyafanyia maamuzi ambayo yatakuwa na tija kwetu sisi. Sasa ili tuweze kumudu kufanya hayo maamuzi, kitu gani tunapaswa kuweza kuzingatia ili maamuzi yetu yaweze kuwa na faida na sisi? Kwa mfano, mtu ameajiliwa, ikatokea amefanya sana kazi, ikawa amechoka kufanya ile kazi, anataka atoke sasa kwenye kuajiliwa aweze kujiajiri mwenyewe, kwa maana ya kufanya biashara. Hauwezi tu kufanya maamuzi bila ya kutafuta njia ama kufata kanuni zilizokuwa nzuri, ili uweze kutoka katika njia ya kuajiriwa na kuweza kujiajiri mwenyewe. Lakini pia wapo watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajawajalia kuweza kuingia katika jambo la ndoa, ikawa imetokea mtu anatamani sana kuweza kuingia katika lile jambo la ndoa. Hapa panahitaji kufata kanuni ya maamuzi ili uweze kuchagua sehemu iliyokuwa nzuri. Lakini pia yapo mambo ambayo yatatupelekea sisi kuweza kufanya maamuzi yaliyokuwa mazito. Mfano, tunataka kuwekeza katika ardhi. Hauwezi kuwekeza katika ardhi bila ya kutafuta ama kufuata kanuni ya maamuzi, kwa sababu jambo unaloenda kulifanya ni jambo lililokuwa zito. Kwa maana hii tunafundishwa kuweza kumwomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Haya yote ambayo tunayoyatamani kuweza kuyafanya, sisi hatujui maamuzi yetu yatapelekea kuwa ni katika heri ama kuwa ni katika shari, kwa sababu huenda maamuzi yetu yakapelekea katika mambo ambayo sisi wenyewe hatukuweza kuyatarajia. Sasa ikiwa sisi hatufahamu kwamba maamuzi yetu yatakuwa ni sahihi ama si sahihi, basi tunapaswa kumwomba Mwenyezi Mungu katika mambo ya ghaibu ambayo sisi hatuwezi kuyaona katika yale maamuzi yetu. Na miongoni mwa aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinatuambia ndani ya Qur'ani ya kitukufu katika suratul Baqara, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Mwenyezi Mungu anasema, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Mwenyezi Mungu anatukumbusha ndani ya Qur'ani ya kitukufu akituambia, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, na lakini huenda mkalichukia jambo, lakini lile jambo likawa na kheri kwenu nyinyi. Lakini pia Mwenyezi Mungu anatuambia tena, wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrun lakum, na huenda pia vile vile ikatokea mmelipenda jambo, lakini lile jambo ambalo mmelipenda likawa na shari kwenu nyinyi. Hii ni kutokana na nini? Sisi hatujui maamuzi yetu yatatupelekea katika njia gani. Mwenyezi Mungu akamaliza kwa kusema, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Mwenyezi Mungu yeye ndiye anajua, lakini sisi hatufahamu kitu chochote. Kwa hivyo ndugu zangu waumini tukufu wa dini ya Kiislamu, ikiwa sisi hatufahamu kitu chochote katika maisha yetu, basi tusitoe maamuzi bila ya kufuata kanuni za maamuzi katika maisha
ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufundisha ndani ya Qur'an tukufu. Kwa muktadha huu, sheria yetu ya dini ya Kiislamu kupitia katika Qur'ani tukufu na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ikatuwekea kanuni mbili za maamuzi katika maisha yetu, hasa katika maamuzi yaliyokuwa magumu. Lazima tufate kanuni, tusiamue kwa kutumia hasira ama akili zetu, kwa sababu jambo tayari limekwisha tokea. Lazima tuchunge kanuni ili tupate faida katika maamuzi tutakayoyafanya. Mwenyezi Mungu anasema katika kutufundisha hizi kanuni mbili katika suratul Al-Imran aya ya 159, Mwenyezi Mungu anasema washawirhum fil amri. Kanuni ya kwanza ya kufanya maamuzi katika maisha kwa mwanadamu, washawirhum fil amri, na shauriana nao katika majambo. Ikiwa imetokea kuna tatizo limejitokeza katika maisha yako, usifanye maamuzi ya aina yoyote mpaka utafute ushauri kwanza wa hilo jambo. Ukishapata ushauri ndio uchuje kwamba huu ushauri ni mzuri ama ni mshauri mbaya katika maisha yako. Ukifanya basi na kufuata kanuni ya kutafuta ushauri, utaamua kwa mihemko yako, alafu kesho itakuwa lile jambo ulilofanya likapelekea shari katika maisha yako. Hii ni kanuni ya kwanza Mwenyezi Mungu anatufundisha katika maisha yetu. Kanuni ya pili, Mwenyezi Mungu anasema fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Kanuni ya pili, na ukishakata shauri basi mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kanuni ya kwanza, kushauriana katika majambo. Kanuni ya pili, tumtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiishi na kanuni hizi katika maamuzi yetu, basi tutatoa maamuzi ambayo yatakuwa na faida na sisi fi dunia wal akhirah. Kwa sababu gani? Tutakuwa tumechunga mafundisho ya Mwenyezi Mungu kwa kufuata maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, hakika ya Mwenyezi Mungu anawapenda wanaomtegemea yeye. Jambo likikupata, fuata kanuni mbili za kimaamuzi. Kanuni ya kwanza, washawiruhum fil amri, shaurianeni katika majambo. Jambo la pili, fa iza azamta fatawakkal ala Allah, mtegemee Mwenyezi Mungu. Hizi ndio njia za kuzishika katika maamuzi yetu katika maisha. Lakini tukienda na hii kauli ya kwanza ya washawiruhum fil amri, sio kila mtu unapasa kwenda kumwomba ushauri. Inategemea na jambo linalokutokea, unamfuata nani akakushauri. Wewe unataka kusoma, unamfuata mtu ambaye hajasoma, unahisi atakushauri jambo lililokuwa zuri. Ikiwa wewe unatafuta elimu, basi mfuate mtu mwenye elimu zaidi yako ili akushauri jambo ambalo litakuwa na tija na wewe katika maamuzi yako. Hii njia ya kwanza ya kuomba ushauri. Lakini njia ya pili, waulize watu wenye hikma na busara katika maamuzi. Usiangalie umri kwamba huyu ninayemfuata ni mdogo kunizidi mimi, basi hataweza kunishauri kitu chochote. Hapana. Ukiishi kwa kuangalia umri, itakuwa umetengeneza hasara. Kwa sababu gani? Hikma na busara hazitegemei umri. Unawezekana ikawa mtu unayemfuata ni mtu mdogo na akakushauri jambo lililokuwa na tija na wewe. Kwa hivyo njia ya kwanza ya kuweza kupata ushauri uliokuwa mzuri ni kuwafuata watu waliokuzidi elimu katika jambo unalotaka kuliendea. Ikiwa unataka kuoa, lazima umshauri mtu ambaye ameishi katika hiyo njia kwa muda mrefu ili upate maamuzi yaliyokuwa mazuri. Unataka kuoa, unaenda kumfuata mtu ambaye wala hajawahi kuishi katika ndoa, ushauri wake hautakuwa na tija na wewe. Kwa hivyo lazima tuchunge kanuni za maamuzi katika maisha yetu kwa kufuata mafundisho ya Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii njia ya pili
ya kuwauliza watu wenye hikma na busara, tena bila ya kuangalia umri. Haya maisha yalimtokea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Katika mafundisho yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, katika moja ya matukio mengi ambayo aliwahi kukutana nayo, alipitia hii njia ya pili ya kuwafuata watu wenye hikma na busara, walau walikuwa na umri mdogo. Katika moja ya tukio kubwa kabisa, tukio ambalo lilitokea katika mji wa Madina, likiitwa hadithul ifki, uzushi wa ifki. Hapa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alikutana na kadhia iliyokuwa kubwa. Laiti kama hii kadhia ingetukuta sisi watu wa zama zetu, ambazo washawiruhum fil amri haipo katika maisha yetu, basi tungetoa maamuzi ambayo yangekuwa na shari kwetu sisi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika hii hadithul ifki, uzushi wa ifki, simulizi ya uongo ya huyu bwana kwa mke wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akifahamika Bi Aisha radhiyallahu anha, Mwenyezi Mungu amridhi. Bi Aisha alikutana na kadhia ya machafu ya zinaa. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoka na wake zake. Katika kutoka na wake zake, miongoni mwa wake zake alikuwa ni huyu Bi Aisha. Katika kutoka katika kutembea tembea kwao, ikatokea Bi Aisha ameshikwa na haja. Ule msafara ikawa unaenda, yeye amekwenda amekidhi haja yake, amebaki sehemu. Lakini wakati anatoka, ndio huu uzushi ulipotoka. Kwa nini msafara unakwenda mbele alafu Bi Aisha ikawa ametokea vichakani? Basi yule bwana mkubwa ikawa ameueneza uzushi katika mji wote wa Madina, kwa maana Bi Aisha ametoka kuziniwa katika kile kichaka. Hizi habari ama hizi taarifa zikawa ni zenye kuenea katika mji wote wa Madina, zikamfikia pia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo kama hili kibinadamu, kikawaida, sio tu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata mimi na wewe pia, yakitutokea majambo kama haya, jambo la kwanza lazima kwanza utakuwa na huzuni iliyokuwa kubwa. Mkeo kusikia taarifa mbaya za mke wako si jambo ambalo linamfurahisha yule mume. Basi ikawa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapoteza kabisa raha, ikawa amekosa raha. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbali na kukosa ile raha, ikawa hajakubali wala hajakataa, ikawa yupo kati na kati. Nini alifanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hapa ndipo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumia njia ya pili, njia ya kutaka hikma na busara. Na watu ambao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwafuata kwa ajili ya kuwataka hikma na busara, ilikuwa ni vijana wawili wadogo. Kijana mmoja akiitwa Ali bin Abi Talib, lakini kijana wa pili akiitwa Usama bin Zaid. Hawa watu wawili ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafuata kwa ajili ya kuwataka ushauri, walikuwa ni vijana wadogo, tena vijana ambao walikuwa wakiishi katika nyumba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume hakuangalia umri wa wale vijana. Mtume aliangalia tija itakayopatikana kwa ushauri watakaoutoa wale vijana. Hapa ingalikuwa sisi ndio maisha yetu ya hivi sasa, ugomvi ungelikuwa ni mkubwa, ndoa ingekuwa imekwisha haribika, na mwisho wa siku tija ingekuwa haijapatikana. Kwa sababu gani? Familia ingekuwa tayari imekwisha potea. Lakini kwa busara na kwa mafundisho Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye aliishi katika njia hiyo kwa kutaka ushauri, kwa kufuata njia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea. Hii njia ya pili ya kuomba ushauri. Njia ya tatu na njia ya mwisho ni kuomba ushauri kwa mtu mzoefu. Jambo unalotaka kulifanya, angalia unaenda kumuomba ushauri ana uzoefu nalo kwa kiasi gani, ili majibu utakayoyapata yaweze kuwa na faida na wewe. Kwa hivyo njia ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea ya kanuni ya maamuzi katika maisha yetu ili tusipotee, washawiruhum fil amri, nashaurianeni nao katika majambo. Mimi na wewe ikitokea sehemu tumetatizika kwa namna yoyote, kabla ya kutoa maamuzi, tutafute watu wakatushauri ili tutoe maamuzi yaliyokuwa mazuri. Tumuombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
atujalie tuwe ni watu ambao wenye kutumia ushauri katika maamuzi yetu.